Watu hivyo kwa sababu watu wanaona mbaki mwezi mko sahihi. Hata watu waliokuwa wanabeza kwamba Yanga haiwezi kujenga uwanja, ni maneno tu ya kisiasa hayo, wako sahihi kwa sababu ya experience ya huko nyuma. Mshashuhudia vitu vingi, mshashuhudia michoro mingi, mshashuhudia Wachina wengi, si ndio bwana? Lakini uwanja hamjawahi kushuhudia. Kwa hiyo mtu anayesema Yanga wajengi waongo ni siasa, yuko sahihi kwa sababu ya experience ambayo yuko nayo. Hapa anawaeleza picha ya uhalisia ya nini ambacho kimejadiliwa na nini ambacho kimekubaliwa. Mpaka napata nguvu ya kuambia hiki leo ndio kikao cha mwisho. Maana yake upande wa Yanga umemaliza, upande wa GSM umemaliza. Tumeshakubaliana. Kilichobakia mbele ni kusaini mkataba sasa, tuende tukaanza utekelezaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji tu afya njema. Mtakuwa mnakuja hapa. Sijui kama sisi tutakuwa tunawaruhusu. Maana yake na nyinyi naye tutakuwa mnaona hapa mradi unavyokuwa unaanza, na bosi kama narudia kauli yake aliyoisema kwenye kikao. Nataka uwanja huu ujenzi wake ukimbie zaidi ya Kipchoge. Yaani uende kwa speed ya marathon ya juu kabisa, kwamba mwana Yanga akilala leo lini? Jumatano akiamka akute kuna progress kubwa imeendelea. Ndicho bosi anachokitaka. Yaani uwanja ujenzi wake ukimbie kwa spidi ambayo mtu akilala Jumatatu alichokiona Jumanne akipita Jangwani akute kitu kimeendelea zaidi. Maana yake bosi ana dhamira ya dhati ya uwanja huu ukamilike mapema. Sasa kama mwenye hela anataka uwanja ukimbie, sisi Yanga tutakwamisha vipi yani? Sababu kichwa tusumbua hapa ni hela. Mwenye hela akasema anataka uwanja huu ukimbie, maana yake hela anakuja nayo cash pale, twendeni jambo likamilike. Sisi ni kuomba tu ardhi yetu hii hapa tuishukuru serikali ya Dr. Samia. Imetukabidhi ardhi, imetuongezea lote eneo letu hili. Ni sisi sasa kumkabidhi bosi, weka maneno hapa. Pengine kwa makadirio wamesema natamani ujenzi uende kwa muda gani? Ndio maana tusiwe na haraka. Siku na Ijumaa. Ijumaa ndio siku ya hafla. Leo ni mwabrief tu kidogo, lakini Ijumaa patakuwa pana hiyo hafla kubwa ambayo hizo details zote nitakwenda kuzipata. Kwa kumalizia la mwisho kwa sababu baada hapa tukupati tena. Mechi yenu imepelekwa Singida sio Dodoma. Yaani una nini cha kuzungumza? Ya unajua mimi kuzungumzia mradi wa uwanja, mradi wa mabilioni ya fedha, alafu unakuja kunichanganyia tena mambo sio ya uwanja wa Singida Dodoma. Yaani hapo hiyo uwanja wa Singida umenijia machoni hivi. Ule uwanja wa Masanza umenijia machoni hivi. Airtel Stadium ya Masanza ile. Yanga itajenga kama 2 pale kwa ajili ya watoto kucheza. Kama ule ambao Masanza leo anavimba nao. Tutajenga tasoka school watu kucheza watoto tu. Ndio maana umeniambia tu Airtel Stadium Masanza Singida. Kumbuka li uwanja la Yanga afu ndio viwanja vya watoto kuchezea. Tukacheze mara mwisho utafanyaje? Ndio mara mwisho wakatuone kina Masanza, lakini baada ya hapo kutuona Yanga itakuwa shida. Ukija hapo unapotea kama mtu umeenda nje umerudi baada ya mfupi unapotea. Kwa hiyo kama nakwambia tunaondoka viongozi jioni hii tunaelekea Singida. Timu tayari imeshafika Singida leo hii ninapozungumza na nyie, tulikuwa tunawasiliana na meneja hapa. Kila kitu kinakwenda sawa. Dodoma nafikiri mnawajua ni timu sumbufu kidogo, lakini dhamira yetu sasa hivi si Yanga ni kubeba ubingwa. Kwa hiyo huwezi kuwa unazungumza miradi ya uwanja mkubwa kama hii alafu dhamira ya ubingwa huna. Ndio tofauti inapokuja hapa. Dhamira ya klabu kubwa zinakwenda sambamba. Maendeleo nje ya uwanja na maendeleo ndani ya uwanja yanatakiwa yakimbizane. Si ndio? Kwa hiyo dhamira yetu ni kuchukua ubingwa tena msimu huu, na sasa hivi kila mwana Yanga ameshaona, hahitaji mimi kusema tuna vita kubwa kiasi gani kwenye kuutetea ubingwa msimu. Kila mwana Yanga ameshaona. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa. Mambo yanaonekana. Ni jukumu letu sisi kuungana kwa pamoja kwenda kuipambania timu yetu. Kwa hiyo wana Yanga ambao wako Dodoma, wako Singida, tafadhali twendeni kesho uwanja wa Airtel tukaisupport timu yetu tupate matokeo mazuri inshallah. Fine imeshakabidhi. Fine tumeshakabidhi. Mtendaji mkuu Andre Mtine amenitumia mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Haya. TPLB 30 million mzigo uwapo. Fikiri mnaona umeshakwenda huo. Ndio Mambo kwa ushahidi. TPLB 1 million kwa ajili ya Walter. Mzigo wapo. Alafu
Yanga bwana. Yanga Afrika. Jana tumetangaza milioni 31 na laki ngapi sijui ile. Leo kuna milioni 34,210,380. Yaani ni wataarifu tu wazazi ambao wana mabinti wazuri. Nikija kuleta posa kwenu, mashemeji zenu ndo hawa. Mamilioni. Mamilionea wamechango milioni 10, milioni 5. Hao ndio watu ambao familia yako itaungana nao. Yaani unakwenda kuungana na timu tajiri, timu ambayo mashabiki wake hawana shida ndogo. Kwa hiyo zoezi tumeshalipa na niweke hii clear. Maana nimeona kuna mijadala mingi ikiendelea kuhusu michango ya Yanga. Kwanza, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji imepitia ya matukio, imetoa taarifa ya kupigwa faini Yanga kwa maeneo ambayo tumekosea. Yanga tungekuwa wakaidi kwanza, tungekaidi hiyo adhabu tuliopewa. Lakini tunaheshimu mamlaka zinazoongoza mpira. Tumepitia, wametueleza makosa yetu, tumeyakubali. Baada ya hapo, mashabiki na wanachama wakauambia uongozi kwamba hiyo faini tuachieni sisi. Na ndani ya saa 10 wakawa wameshakamilisha malipo yote ya hizo faini. Sasa mtu mmoja akaibua hoja anasema, kwa nini klabu haijalipa wamelipa wanachama? Nini msiwajibike nyinyi viongozi? Mtu ameuliza asubuhi kwamba kwa nini klabu imelipa haijalipa wanachama. Kichwa yake sio nzuri Nimemuuliza kwanza, ukisikia klabu ya Yanga, wewe unajua nani huyo? Klabu ya Yanga ni Ally Kamwe? Klabu ya Yanga ni engineer? Klabu ya Yanga ni wanachama. Kwa hiyo ukisema kwa nini klabu isilipe, hawa waliolipa ni nani sasa? Wajomba zako? Hao ndio wenye Yanga yao ndio wamelipa, si ndio? Unaposema kwamba kwa nini viongozi hawajawajibika kulipa, viongozi walichokifanya mpaka kosa limepatikana, walikuwa hawafanyi kwa ajili ya familia zao, walikuwa wanafanya kwa ajili ya timu, na wanachama wenye timu yao wameona yes, tumepambana na tumekosea hapa, tunalipa sisi wenye timu yetu. Sasa swali la kuja dogo tu jepesi, dogo tu, wewe hela sio yako. Yanga wamechangishana hela yao wenyewe, wamelipa deni lao wenyewe. Kama sio uchawi, kinachokusumbua wewe ni kitu gani? Yaani wewe unavokaa tu kiroho inakusokota. Ndio maana asubuhi nimwambia mtu mmoja, tafadhali na sisi wote tujikite kwenye kutafuta hela jamani. Unajua mtu ukiwa una hela ndio masononeko moyoni yanaanza kama hivi. Tuweke juhudi kwenye kutafuta hela. Mwanachama wa Yanga jana kanipigia simu, yupo nje ya nchi yule. Maana nimeona pia message nyingi sana, baadhi ya wadada wakiniomba namba ya yule jamaa aliyotoa, waniambia nataka tumpongeze mwanachama mwenzetu. Kakako na huyu naye yupo kwenye line, kwa nataka wapitie kwako. Yaani navuta wale wapite. Ameniambia yule jamaa jana, wallahi tena amenipigia simu. Vipi Kamwe? Nikamwambia poa, namba ni ya nje. Michango imefika shilingi ngapi? Nikamwambia kuna milioni 10 hivi na laki 77 hivi. Akaniambia natia 10 hapo sasa hivi. Nikajua hawa si ndio janja huyu. Nimekata simu dakika 2 kanitumia muamala. Alafu akaniambia ficha hapo jina langu hapo. Nimefanya kwa ajili ya Yanga. Imagine mtu katoa milioni 10. Katoa milioni 10 na hataki kuonekana. Watu wanavyoipenda Yanga yani. 10 milioni na hataki kuonekana. Alafu kuna Fumao katoa laki 3, kila muda anisumbua. Ni posti. 10 milioni nimekatia. Katia 10 milioni alafu kaambia nifiche jina langu. Sasa ndugu zanguni, hayo ndiyo mahaba ya wanayanga kwa timu yao. Ndio maana nikamwambia mtu, wewe mmoja unaona Yanga wanakosea, alafu kuna watu milioni 30 wanaona Yanga yao imepatia na wamechanga kiasi cha mtu kutoa milioni 10. Milioni 10 wewe ukipewa saizi Jadu, wewe ukipewa milioni 10 saizi. Hii biashara ya Ava kuamka asubuhi unatuma ukaripoti unaacha. Unaenda kununua kamera yako milioni 4.5, unanunua maiki zako kwa Zuberi, unafungua Jadu TV na wewe unaanza kuajiri watu. Ndio ukubwa wa 10 milioni ambao mwana Yanga ameitoa tu kwa ajili ya kuchangia timu yake. Kwa hiyo sisi viongozi tunaendelea kusimamia pale pale kwenye kujivunia aina ya wanachama na mashabiki ambao tuko nao. Kama mtu anaumia na mchango wa Yanga, achangishe na yeye. Kama mtu mchango wa Yanga unamuumiza, changisha na wewe. Ita ukoo wako, changisha 100,000 uone ilivyokuwa ngumu. Yaani shirikisha ukoo wako.
Kama ni Shentembo itaneni wote. Mna shida ya laki, naombeni uone kama utapata. Kati za kulinda pointi 3 hizo. Lakini Yanga wanajua, unajua ili jambo lilotokea, wana Yanga wanajua, si wanaona. Yaani wana Yanga wanajua okay tumekosea, lakini tumekosea katika harakati zipi? Sababu kuna jambo lilitokea Arusha kule mkasema la Arusha mimi silijui. Nimeona mitandaoni kama nyinyi mlivyoona, nimeona wachezaji wako hospitali kama nyinyi mlivyoona, nimeona ripoti ya daktari wa Azam binafsi sikuielewa, sijui nyinyi wenzangu mlielewa, ndio wanaongea vitu vya kitaalamu vingi, lakini issue ya msingi hajasema. Umeelewa? Mara sijui watoto wana nini na nini, maana kaona kawaida. Sema 442 ulipigwa ukupigwa ndio ndio watu wanataka. Ndio utakazunguka ingia hapa katoka huko kaenda huku, mara sijui wakalala, wengine wakamka, mara sijui kaje kawaje na nini. Angekuwa daktari wa Yanga pale, angenyoosha kama rula. Daktari Azam kaenda hapa kaibuka huku, mara sijui wakalala, kichwa kikamuuma, mara tumbo likaba, mara tukaona mmoja tukaona kawaida, mara tena wanne wakaongezeka, mara 90%. Daktari, sema shida nini? Maelezo bale, sema saidia mpira, mmepigwa nini? Wewe si daktari? Maana mpaka unasema mchezaji ilibidi kupimwa figo. Sema shida ilikuwa nini? Unaposema tumepima, si vipimo vya kawaida havionyeshi. Sasa kama vipimo vionyeshi kaumwa nini? Kalogwa? Wanajali afya ya wachezaji. Mimi ndio moment kama hizi. Nataka niwaambie ukweli, moment kama hizi ndio zinatofautisha viongozi wa Yanga na viongozi wa timu nyingine. Sisi Yanga inapokuja maslahi ya timu yetu kama rula hivi tunakunyooshea. Ashimu Ibwe na Zaka wako tu pale. Wachezaji karibia 9 wanasemekana wanaumwa, wanaharisha tu na kutapika. Sijui kambini kulikuwaje siku hiyo. Lakini wasemaji wamekaa kimya tu. Hakuna strong information inayotoka. Wewe Yanga hapa aumwe Pacome mmoja tu. Twende kwenye mechi Pacome arudi hapa anaharisha. We. Twende kwenye mechi hapa Okelo arudi eti tumbo alielewelewi. Mmoja, Sembuze 9, mmoja aguswe Okelo.